Karibu kwenye sehemu ya 11 ya vipindi hivi ambavyo nimeviandaa kujibu kile kinachoita hitilafu katika Biblia. Na video hii ya 11 inajibu sehemu ya 11 ya channel ile iliyokuwa katika TikTok ambayo inafahamika kama Fan. Fan yeye katika sehemu ya 11 ametoa mifano mitatu ambayo anadai inaonyesha hitilafu zipo katika Biblia. Anachosema kikubwa Fan ni kwamba kama Biblia ni kitabu cha Mungu, kwa nini kuna hitilafu nyingi? Nimekuwa katika mfululizo huu toka sehemu ya kwanza mpaka hii ya 11 kuzijibu na kumuonyesha wazi huyu ndugu yetu Fan na upotofu wake kwamba hakuna hitilafu, na anachokiona yeye ni hitilafu aidha inatokana na yeye kubeba hii mistari kwa kutokujua au kwa kufanya kusudi, kwa sababu hitilafu nyingi anazozisoma unakuta ukisoma tu haya maandiko hizi hitilafu zinapotea, au kutokuelewa desturi za Kiyahudi na desturi za Kikristo na kutokuelewa muktadha wa ndani wa maandiko haya, ndicho anakuja nacho, anasema ni hitilafu. Safari hii Fan katika hii sehemu ya 11 ambayo naijibia ametoa mifano mitatu. Mfano wa kwanza anazungumzia analinganisha Mathayo sura ya 27 mstari wa 55 na 56 na Marko sura ya 15 mstari wa 40 mpaka 41 pamoja na Injili ya Luka ile sura ya 23 na 49. Anaoanisha hizi injili tatu dhidi ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 25 mpaka 26. Kwenye zile injili tatu za Mathayo, Marko na Luka kuna swala la kuzungumzia wale wanawake ambao wakati Bwana Yesu amekwenda kusulubishwa, kuna kikundi cha wanawake wengi walimfuata, akiwemo Maria Magdalena, Maria mama yake Yesu, Maria mama yake Yakobo, kuna mwingine na wanawake wengine wengi ambao walimfuata. Naam. Sasa kwa mujibu wa hizi injili tatu, Mathayo, Marko na Luka, wainjili wanazungumzia kwamba walikuwa wamesimama kwa mbali kutoka pale Bwana Yesu alipokuwa msalaba, lakini Yohana katika injili yake katika sura ya 19 mstari wa 25 mpaka 26 anasema wako wakiwa pale karibu kabisa kwenye msalaba. Anamzungumzia kwa mfano mama yake Yesu, yeye Mariamu, na inasadikika anavyozungumzia hapa ni yeye mwenyewe Yohana alikuwa pale chini ya msalaba pamoja na Maria Magdalena. Sasa anauliza hawa wanawake walikuwa wamesimama wapi katika injili tatu? Tutakwenda kuyasoma hayo maandiko alafu tutatoa haya majibu kwa ufasaha kabisa. Tutaanzia kwanza na ile injili ya Mathayo sura ile ya 27 mstari wa 55 na 56. Unasema hivi: palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali, hao ndio waliomfuata Yesu kutoka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwamo Mariamu Magdalena, Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu, na mama yao wana wa Zebedayo. Hii ni kwa mujibu wa Mathayo kwamba anasema walikuwa wakitizama kwa mbali. Sasa tukaangalie injili ya Marko. Tunaenda kusoma Marko sura ya 15 mstari wa 40 mpaka 41. Marko yeye anasema hivi: palikuwapo na wanawake wakitazama kwa mbali, miongoni mwao alikuwa Maria Magdalena na Maria mama yao Yakobo mdogo na Yose na Salome. Hao ndio waliofuatana naye kutoka Galilaya na kumtumikia, na wengine wengi waliopanda pamoja naye mpaka Yerusalemu. Kadhalika Marko naye anapowazungumzia hawa wanawake na watu wengine anasema walikuwa wakisimama kwa mbali. Haisemi kwa umbali gani, lakini hawakuwa pale karibu sana na hawakuwa pale chini ya msalaba. Tunakwenda katika injili ya Luka sura ile ya 23 mstari wa 49. Luka yeye anasema na wote waliojuana naye, yani anamaanisha waliojuana na Bwana Yesu, na wale wanawake walioandamana naye kutoka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitizama mambo hayo. Hilo ni kwa mujibu wa mwinjili Luka. Tunapokwenda katika injili ya Yohana sura ile ya 19 mstari wa 25 na 26, Yohana anasema hivi: na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Hii ni kwa mujibu wa Yohana kwamba hawa Mariamu mama yake huyu Yesu na umbuyala mama yake Mariamu wa Klopa, Mariamu Magdalena na yule mwanafunzi aliyempenda. Akizungumzia mwanafunzi aliyempenda anamzungumzia huyu Yohana mwenyewe mwinjili, walikuwa karibu yake, na ndipo akazungumza na mama yake yule Mariamu pamoja na Yohana kwamba anamwambia mama, tazama mwanao, kwamba walikuwa karibu kabisa, tofauti na zile injili. Sasa ndipo swali lake huyu ndugu yetu Fan anasema kwake yeye anaona hitilafu kwamba hizi injili tatu
za Mathayo, Marko na Luka wanasema walikuwa wamesimama kwa mbali, lakini Yohana anasema walikuwa pale karibu msalabani. Sasa anauliza hawa wanawake walikuwa wakisimama wapi? Jambo moja la kusisitiza hapa ni kwamba tutambue tukio la Bwana Yesu kutundikwa msalabani. Bwana Yesu alikaa msalabani kwa mujibu wa maandiko na kwa mujibu wa tathmini, inaaminika alikaa msalabani kwa muda usiopungua masaa 6, kuanzia saa 3 asubuhi mpaka anakuja kukata roho kwenye saa 9 alasiri. Sasa tunachokiona hapa, wainjili wote hawapingamani, kwa sababu kila mwinjili, kwa mfano Mathayo na Yohana, hawa walikuwa ni miongoni mwa wale wanafunzi 12 waliokuwa na Bwana Yesu kwa miaka 3. Huyu Marko na Luka wao wanaandika kufuatana na mashuhuda ambao walikuwa wafuasi wa Kristo, na wanaandika kufuatana na kumbukumbu zilivyo. Sasa tunachoweza kusema hapa pasiko shaka ni kwamba muda wa kurekodi hivi visa unachukuliwa tofauti baina ya saa 3 kama nilivyosema mpaka saa 9. Kwa hiyo Mathayo, Marko na Luka wao inawezekana kabisa wakati Bwana Yesu akiwa msalabani, kutokana na vurugu zokuwa pale na tukio zima Bwana Yesu akiwa msalabani, ukumbuke Bwana Yesu alitundikwa msalabani na askari wa Kirumi. Kuna uwezekano mkubwa mwanzoni askari wa Kirumi walikuwa hawaruhusu watu wawe karibu na pale ambako Bwana Yesu alikuwa msalabani. Kumbuka Bwana Yesu alisulubiwa na watu wengine wawili ambao walikuwa wanaitwa wanyang'anyi, mmoja upande wake wa kulia na mwingine akiwa upande wake wa kushoto. Kwa hiyo ukumbuke hii ilikuwa ni sehemu ambayo ni kama ni tukio ambalo linafanywa na jeshi la Kirumi wakiwa wanasimamia. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba mwanzoni hawa watu hawakuruhusiwa kuwa karibu na ile misalaba, wakawa wamesimama kwa mbali kama wanavyoripoti Mathayo, Marko na Luka. Lakini kuna uwezekano, kumbuke unaposoma hizi Injili mambo mengi yalitokea, tetemeko lilitokea, giza liliingia pale, na wainjili wanasema kabisa kwamba kuanzia saa 6 mpaka saa 9 kulikuwa kuna giza kabisa. Sasa inawezekana baada ya kutokea haya mambo yote, ukumbuke kwa mfano nafikiri mwinjili Yohana anamzungumzia mkuu wa kile kikosi, alifika pahala mpaka akasema hakika huyu, anamzungumzia Bwana Yesu, huyu alikuwa ni mtu wa Mungu. Na hakuna shaka kabisa unaposoma hizi Injili unaona kwamba baadaye hawa askari wa Kiroma, kufuatana na mambo waliyoona na miujiza ilikuwa ikitokea pale, wao wenyewe kwanza walipigwa na mshangao. Mambo mengi yalikuwa yakitokea kiasi kwamba hawa wanawake polepole walikuja wakasogea mpaka chini ya msalaba. Ndipo Mariamu mama yake Yesu anakuwa chini ya msalaba pamoja na Yohana na huyu Maria Magdalena na pengine na wengine pia. Kwa hiyo hawakinzani. Anachotaka nadharia ambayo anataka kuiweka fan hapa ni kama vile tukio hili litokea ndani ya dakika chache. Si kweli. Tukio hili la Bwana Yesu kuwa msalabani, alikuwa msalabani kwa muda usiopungua masaa 6 na mambo mengi yanaweza kutokea. Wainjili watatu wanarekodi katika kipindi tofauti ambako wanawake hawa walikuwa wamesimama mbali, lakini mwinjili Yohana anazungumzia wakati mwingine tofauti ambao hawa wanawake walikuwa wamekwisha kusogea mpaka kufika chini ya msalaba wa Yesu. Kwa hiyo kimsingi hizi Injili hazikinzani, bali zinakamilisha badala ya kupingana. Kwa hiyo ndugu yangu fan na Mkristo unaangalia video hii, na hata wewe Muislamu unaangalia video hii, nikutie moyo na nikuhakikishie kwamba hapa hakuna hitilafu. Ni mawazo yako tu wewe fan, au pengine labda unaona unajaribu kuleta upotofu katika maandiko. Hakuna mkanganyiko. Wa Kristo tumesoma haya maandiko kwa zaidi ya miaka 2000 na hatujawahi kukwazika na tunachokiona, kwa sababu tunaelewa. Tunaposoma hatubebi tu mstari mmoja tunakwenda nao tunasema tunasoma tukio zima, tunapata picha kamili nini kilitokea. Hakuna hitilafu hapa. Naweza kusema kwa kujiaminisha kabisa hapa hakuna hitilafu kwenye hizi maandiko haya tu ambayo fan anayatoa katika mfano wa kwanza. Twende tukaangalia mfano ule wa pili wa fan. Katika mfano wa pili, fan anaendelea na Injili ambazo zinafanana na zile za mwanzoni pale, lakini mistari inatofautiana kidogo tu, na ananukuu Mathayo 27 mstari wa 46, Marko 15 mstari wa 34, Luka 23 mstari wa 46, Yohana 19 mstari wa 30. Tukasome pamoja, alafu nitakwambia pingamizi lake nini na jawabu lake linakuwa vipi. Tunaanza kwanza na ile Injili ya Mathayo 27:46. Inasema hivi: na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu
akisema Eloi Eloi lama sabaktani, yaani Mungu wangu mbona umeniacha. Naam, tunaenda kusoma katika Injili ya Marko kama nilivyokuambia, Marko 15:34 inasema hivi: na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabaktani, maana yake Mungu wangu mbona umeniacha. Hiyo ni kwa mujibu wa Marko. Tunapokwenda katika Injili ya Luka sura ya 23 mstari 46 unasomeka hivi: Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona aliyotukia akamtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Nimekusomea mpaka mstari wa 47. Kwenye Yohana sura ya 19 Yohana sura 19 mstari ule wa 30. Yohana anasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Hii ni kwa mujibu wa maandiko ya Injili ya Yohana. Twende tukaone swali lake linasema nini katika huu mfano hapa. Kwenye mifano yote hii, Fan anauliza swali, anasema neno la mwisho la Yesu lilikuwa lipi? Yaani pale Bwana Yesu alipokuwa msalabani, neno lake lilikuwa lipi? Kwa madai ya Fan, kwa mujibu wa Mathayo anasema ile sentensi kwamba Eloi Eloi lama sabaktani, na kwa Marko nao pia naye anasema Eloi Eloi lama sabaktani. Luka yeye anasema ile kauli kwamba Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, na akainamisha kichwa akakata roho. Lakini Yohana anasema alipopokea ile siki akasema imekwisha, kisha akainama. Sasa Fana anauliza neno la mwisho la Yesu lilikuwa lipi? Sasa kama nilivyoelezea kwenye ule mfano wa kwanza, mambo makubwa hapa ambayo Fan yanamfanya aone kama hitilafu ni kwanza kutokuwa na uelewa wa namna gani sisi Wakristo tunaposoma hizi Injili tunatambua au tunapata ufahamu. La msingi kwanza, si kweli kwamba Marko au Mathayo na Marko wanasema kwamba haya yalikuwa ni maneno ya mwisho. Nitakusomea sura hiyo ya 27, safari nitakusomea mstari wa 50. 27 Mathayo mtakatifu 27:50. Anasema hivi. Kumbuke nilikusomea mwanzo mstari wa 46 na kusomea Mathayo mstari wa 50 unasema, naye Yesu akiisha kupasa sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Mathayo anachotusema ni kwamba baada ya kusema ile sentensi kwamba Eloi Eloi lama sabaktani, baadaye Yesu akapaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Hasemi katika kupaza huku sauti Bwana Yesu aliongea nini, lakini anatuashiria kwamba kuna vitu alivisema. Tukienda katika Injili ya Marko kwenye mstari wa 37, kumbuka ni huyu Fan ulituambia tusome mstari wa 34. Naomba tusogee mbele kidogo, mstari wa 37 katika hiyo Marko ya 15. Marko anasema hivi, naye Yesu akatoa sauti kuu akakata roho. Marko anajaribu kutuashiria kwamba kuna sauti alitoa. Kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna maneno ambayo Bwana Yesu pia aliyazungumza baada ya kutoa yale maneno, kwamba akisema ule mstari wa 34 akisema kwamba Eloi Eloi lama sabaktani. Lakini kwenye mstari wa 37 tunaona Marko anasema naye Yesu akatoa sauti kuu akakata roho, kwamba kuna uwezekano mkubwa kuna maneno Bwana Yesu aliyasema, japo Marko yeye anasema alitoa sauti kuu. Kwa hiyo kuna maneno hapa ambayo Marko hajanukuu, japo anayazungumzia kama sauti kuu. Lakini tunapokwenda katika Luka, tunaona ile Luka 23:46, Luka 23:46 kama nilivyokusomea pale mwanzoni. Luka yeye anasema Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema maneno hayo, huu ni mstari wa 47, alipokwisha kusema maneno hayo alikata roho. Hapa bila ya kumalizia mstari wa 47, tunaona kwamba Luka anazungumzia aliposema kwamba Baba, mikononi mwako naweka roho yangu, akakata roho. Luka na Yohana peke yao ndio wanazungumzia habari ya kwamba neno la mwisho.
tunapoona kwenye Yohana pale sura ile ile ya 19:30, Yohana anasema basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha, akainama kichwa akasalimu roho yake. Hapa ni wainjili wawili tu, Luka na Yohana, ambao wanaizungumzia kama vile kwamba haya ndio yalikuwa pengine maneno ya mwisho wa Bwana Yesu. Sasa tukiangalia kwa juu juu, tunaweza tukaona kwamba Yohana na Luka ni kama vile wanakinzana. Luka yeye anasema Baba naiweka mikononi mwangu, naweka roho yangu, na Yohana yeye anasema imekwisha. Muhimu ya kutambua ni kwamba wakati Bwana Yesu akiwa msalabani, tukumbuke huyu ni mtu ambaye alikuwa ameshakusha teswa sana, akiwa amegongelewa misumari miguuni na mikononi, na ameshawekwa taji la miiba kichwani. Amepata mateso usiku kucha tangu wakati anakamatwa usiku ule kabla ya kuwekwa msalabani, anapigwa mijeledi, anapigwa vibao na mambo mengi sana. Kwa hiyo anakuwa ni dhaifu mno. Uwezekano mkubwa ni kwamba kwa mfano yawezekana maneno, ukumbuke huyu Yohana yeye alikuwepo msalabani, kwa sababu anazungumzia kwamba alikuwepo. Anasema kwamba baina ya wanawake na yule mwanafunzi aliyempenda sana. Kwa sisi wa Kristo hili neno linamaanisha Yohana anaposema yule mwanafunzi aliyempenda sana. Kwa hiyo Yohana yeye alikuwepo, na tunaona kwa mfano katika mfano wa kwanza tunaona Yohana baadaye alisogea kabisa akiwa chini ya msalaba, ambako Bwana Yesu alimwangalia, akamwangalia na mama yake yeye Mariamu, akamwambia mama, tazama mwanao, alafu baadaye akamwambia mwana, tazama mama yako. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba kwa kuwa Yohana alikuwa karibu zaidi kama shuhuda katika tukio lile, pengine aliweza kusikia hili neno imekwisha. Pengine aliitoa katika sauti ya chini sana, ambayo yule shuhuda ambaye anamuelezea Luka kuhusu maneno ambayo Yesu alisema pale msalabani, yawezekana hakuyasikia. Kwa hiyo haimaanishi kwamba hawa watu wanakinzana, ila tunachoona ni kwamba tunapata ushahidi wa maneno zaidi ambayo wengine waliyasikia. Kwa maana hiyo ni kwamba hizi injili hazipingamani. Haimaanishi kwamba kwa kuwa Yohana alisikia zaidi ya yule shahidi ambaye Luka anamnukuu, basi hawa watu wanakuwa ni pingamizi. Hapana, isipokuwa tu zinakamilisha kujua matokeo yale tukio, maneno gani Bwana Yesu alisema. Kwa mujibu ukisoma injili hizi, Bwana Yesu aliongea mambo yasiyopungua 7. Sina haja ya kuyazungumza hapa, ukisoma injili utapata. Kwa mfano, anaongea na mama yake pamoja na Yohana, anaongea na yule mwizi akiwa pale msalabani. Ukumbuke yule mwizi mmoja wapo alimwambia, Bwana unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Na Bwana Yesu akamwambia, amini nakuambia, jioni hii utakuwa nami katika ufalme wangu. Ni katika mojawapo ya mazungumzo ambayo maneno ambayo Bwana Yesu aliyazungumza. Pia alisema kauli kama nasikia kiu na mengine mengi. Kulikuwa kuna mambo kama 7 ambayo Bwana Yesu alizungumza akiwa pale msalabani, pamoja na kwamba ameishiwa na nguvu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa yale maneno ambayo anayanukuu Yohana pengine aliongea katika sauti ya chini sana, washuhuda wengine hawakuweza kuyasikia. Kwa hiyo haimaanishi hapa kuna hitilafu. Ni wewe tu fan na mtu mwingine ambao unasoma kwa kutokuwa na upeo na kuelewa, unaona katika jicho la kuona kutafuta hitilafu. Ndugu yangu fan, mimi ni kushauri tu kwa nia njema kabisa na kwa upendo sana, anza kusoma kitabu cha Biblia kwa kutafuta ukweli baada ya kutafuta makosa. Unapoweka akili yako kutafuta makosa, kwako wewe ni utakuta vikwazo tu. Tunaambiwa katika Wakorintho wa kwanza kwamba neno la msalaba kwetu sisi tulioamini ni neno la wokovu, lakini kwa neno la mpumbavu ni neno batili. Ndio maana yake hili. Lakini nazidi kukuombea ndugu yangu fan, ili siku moja nawe ukweli huu wa wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wa kifo chake cha msalaba kilitupa wokovu, nawe uweze kuuelewa. Siku moja nawe uweze kuamini na kukiri, ili neema hii ya wokovu nawe pia isikupite ndugu yangu. Bado una muda. Tunakwenda kuangalia mfano wa 3 wa hii sehemu ya 11 kwa mujibu wa mifano yale ambayo aliitoa fan katika video yake awamu ya 11. Tukauangalie. Sehemu ya 3 ambayo, au tuseme mfano wa 3, ndugu yetu fan anautoa. Safari hii anautoa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na wakumbusha tu, Matendo ya Mitume iliandikwa na Luka. Na kama nilivyokwisha kusema huko nyuma, Luka ndio mwandishi pekee katika vitabu vya Biblia ambaye si Myahudi.
Luka yeye anaandika vitabu vile, anaandika Injili ya Luka na anaandika Matendo ya Mitume. Sasa Fan katika huu mfano wa tatu, swala kubwa analoleta ni ile tukio la uongofu wa Paulo. Tunakwenda kusoma katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 7, sura ya 22 mstari wa 9 na sura ya 26 mstari wa 14. Halafu nitakueleza pingamizi ambazo huyu Fan anasema, yani nikimaanisha kwamba yeye anazoziona anazoziita hitilafu, na nitakuja kukupa jawabu lake kwa nini hizi haziwezi kuhesabika kama hitilafu kwa maandiko na kwa mantiki kabisa iliyokuwa njema. Tukasome kwanza Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 7. Sura ya 9 mstari wa 7 unasema hivi: na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti, wasione mtu. Hii ni kwa mujibu wa Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 7. Tukienda katika sura ya 22 mstari ule wa 9 unasema hivi: na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Naam, tunaona pale mwanzoni kwamba wale watu walikuwa na Paulo walisimama kimya, wakasikia sauti, wasione mtu. Lakini kwenye 22:9 anasema waliona nuru, hakusikia sauti ya yule aliyesema. Tunakwenda katika neno la tatu hili, linatoka katika Matendo hiyo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 14, unasema hivi: tukaanguka nchi sote, nikaisikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Kwamba hapa Luka ananukuu maneno ambayo Paulo anasema, kwamba Paulo anasema tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke machokoo. Kwamba kwa mujibu wa mstari huu wa 22:14 ni kwamba Paulo anasema tulianguka chini sote. Lakini kwenye ile 9:7 anasema wale wengine walikuwa wamesimama kimya. Sasa katika maandiko haya matatu Fan ana maswali kadhaa. Anauliza, je, walisikia tu na kutokuona, au walisimama, au walikuwa wameanguka? Kwamba hawa watu ukisoma hivi vifungu vitatu vilisoma, sehemu moja inaonekana kama kwamba walisikia, lakini sehemu nyingine wanasema hawakusikia. Sehemu nyingine wanasema waliona, sehemu nyingine wanasema hawakuona. Sehemu nyingine inaonekana kama wamesimama, lakini Paulo katika ile 26:4 anasema tukaanguka nchi sote. Kwa hiyo yeye kwa mujibu wa Fan anasema, je, hapa hizi anaziona ni kama ni contradiction. Sasa kabla ya kueleza vyote tuangalie jambo moja la msingi sana. La kwanza kabisa, ukisoma ile 9:7 tunaona kwamba wamesimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Tunafika kwenye 22:9 wanasema waliona nuru. Sasa yeye kuhusu kuona ni kwamba Fan anapotosha, kwa sababu anachokisema hapa waliona nuru katika ile 22:9. Kwa hiyo ile 9:7 anasema wasione mtu, ni kwamba anachozungumziwa hapa ni hawakuona mtu isipokuwa waliona nuru. Kwa mujibu wa 22:9 ni kwamba hawakusema kwamba hawakuona kitu, ni kwamba katika 9:7 ni kwamba hawakuona mtu, kwamba walisikia sauti lakini wasione mtu. Lakini kwenye 22:9 anasema waliona nuru, ambayo nuru ile ilimfanya Paulo kupata upofu kwa muda wa siku kadhaa. Kwa hiyo unaposema kwamba eti hawakuona kitu au waliona kitu, si kweli. Anachosema tu ni kwamba walisikia sauti lakini hawakuona mtu, isipokuwa katika 22:9 waliona mwanga au nuru tuseme, lakini wanasema hawakusikia sauti ambaye alisema. Sasa tunaenda kujibu hii hoja ya pili kwamba je, katika ile 9:7 wanasema walisikia sauti, katika 22:9 wanasema hawakusikia sauti ya yule aliyesema. Kimsingi jibu hili linapatikana kwa njia rahisi sana. Tunarudi katika, kama nilivyokuambia, vitabu vya Agano Jipya vyote viliandikwa katika lugha ya Kigiriki. Tunakwenda kuangalia katika hii mifano yote mitatu, katika suala la kusikia, neno gani la Kigiriki katika hizi sentensi hizi tatu lilitumika katika lile neno kusikia. Neno ambalo linatumika pale katika Kigiriki ni ako. Na ako lilikuwa na neno hili ako lina maana mbili kufuatana na muktadha. Kuna maana aidha kusikia au kusikia au kusikiliza, kwamba kusikia kwa muktadha kwamba kusikia sauti au kusikiliza. Maana ya pili ni kuelewa kwa kusikia, kwamba unaweza ukasikia
lakini usielewe mtu anazungumza nini. Kwenye ile 9:7, kwenye 9:7 anachomaanisha mwandishi wa hii Matendo ya Mitume, anamaanisha kwamba walisikia sauti. Anamaanisha kwamba walisikia sauti. Anapokwenda kwenye 22:9 anachomaanisha kwamba hawakusikia sauti, muktadha wake ni kwamba hawakuelewa, kwa sababu sauti ile Paulo hapa ni Bwana Yesu anaongea naye katika namna fulani ya maono. Bwana Yesu alimtokea Paulo katika nuru kali na akaongea naye. Paulo peke yake ndio alikuwa anasikia na kufahamu Bwana Yesu anachoongea. Wale wengine walikuwa wanasikia sauti lakini wasifahamu anaongea, kwa sababu ujumbe ule, ukumbuke Bwana Yesu anaongea na Paulo wakati huo Bwana Yesu akiwa amekwisha fufuka na yuko mbinguni. Kwa hiyo anapokwenda kumtokea Paulo, anamtokea kwa ujumbe wa Paulo peke yake. Kwa hiyo wale wengine walisikia sauti, lakini kwa mujibu wa muktadha wa 22:9 ni kwamba walikuwa hawakuelewa kile ambacho Bwana Yesu anakisema, lakini Paulo anakisema. Na tunapofika kwenye 26:14 Paulo anatueleza vizuri sana pale. Tunapofika kwenye 26:14 anasema hivi: tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania. Kumbuka Paulo huyu wakati huo anatokewa na Bwana Yesu, alikuwa amepewa kikundi cha watu kwenda kuwatafuta Wakristo, kuwakamata na kuwaingiza kwenye mateso. Anasema aliongea nami kwa lugha ya Kiebrania. Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Bwana Yesu anaendelea anasema, ni vigumu kwako kupiga mateke machokoo. Paulo anatuelezea anaongea naye kwa lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wale wengine walisikia ile maneno lakini walikuwa hawajui Kiebrania. Kwa hiyo walikuwa hawajui Bwana Yesu anaongea ni, au ile sauti ilikuwa ikizungumza hawakuweza kuelewa kwa sababu hawakuwa wakifahamu lugha ya Kiebrania. Au inawezekana kabisa ni kwamba Bwana Yesu akizungumza alizungumza na Paulo katika namna ambayo Paulo aliweza kumsikia na kumwelewa, isipokuwa wale wengine, kwa sababu huu ujumbe haukuwa kwa ajili yao. Walisikia sauti lakini wasielewe nini kinazungumzwa. Kwa hiyo kimsingi muktadha wa hili neno, kama nilivyokuambia, neno lilotumika pale ni ako, lina maana mbili. Aidha kusikia, maana yake sikio lako limesikia sauti, lakini maana nyingine ya kusikia ni kwamba umesikia na umeelewa kile kinachozungumzwa. Hizi ni maana mbili kufuatana na muktadha wa sentensi inavyozungumza. Na tunapoona hapa 22:9 muktadha wake ni kusikia na kuelewa, lakini 9:7 inazungumzia tu kusikia kwa ujumla wake, kusikia sauti tu. Kwa hiyo ndugu yangu fan, nikwambie tu hakuna mkanganyiko hapa. Tunapokuja katika swala lako la tatu, je, walianguka wote au walikuwa wamesimama? Tunapoona katika ile 9:7 tunaona Luka anapoandika anasema wakasimama kimya, wakasikia sauti wasione mtu. Tunapoenda pale Paulo anasema kwamba katika ile 26:14 Paulo anasema tukaanguka nchi sote. Sasa yeye huyu fan, ndugu yangu, wewe unaona mkanganyiko, lakini nitakueleza jambo jepesi sana. Jibu lipo hapa hapa. Siku zote nakuwa nasema, ndugu yangu, soma mistari mingine mbele au nyuma. Mara nyingi hizi hitilafu unaziona kwa sababu umebeba hii mistari na unawapelekea watu ukiita hitilafu. Hakuna hitilafu hapa. Kinachotokea hapa kwa mujibu wa tunachokisoma humu, tunaona ni kwamba baada ya ule mwanga kutokea wote walianguka chini, isipokuwa muktadha unaonekana wazi kabisa. Uwezekano mkubwa ni kwamba wale wengine wote waliinuka, isipokuwa Paulo aliendelea kubaki chini. Na tazama sasa, tunapokwenda kusoma mstari wa hiyo sura ya 26 mstari wa 16 tunapata jibu letu vizuri sana. Mstari wa 16 anasema hivi, Luka anaandika, anasema huyu hapa Bwana Yesu anaendelea kuzungumza na Paulo, anamwambia, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii. Nimekuweka wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya ulioyaona na wa mambo ambayo katika hayo nitajiridhisha kwako. Kwamba Paulo baada ya kuanguka na wenzie, wale wenzie waliinuka, Paulo akawa pale chini akaendelea kusikia maneno ambayo Bwana Yesu anazungumza naye. Ndipo Bwana Yesu anamwambia
inuka usimame kwa miguu yako. Kwa hiyo Paulo alisimama baadaye baada ya wenzie kusema. Kwa hiyo tunapoona pale katika mstari wa 9 kwamba mstari wa 9 Luka anasema kwamba wakasimama kimya, lakini Paulo anapokuja kuzungumza katika 26 wakaanguka, anasema tukaanguka chini sote. Ni kwamba uwezekano mkubwa ni kwamba walianguka wote, lakini wenzie waliinuka wakasimama kimya wakisikiliza zile sauti. Paulo aliendelea kubaki chini akisikiliza ujumbe wa Bwana Yesu. Baadaye Bwana Yesu ndio anamwambia, lakini inuka usimame kwa miguu yako, kwamba hakuinuliwa Paulo, anapewa maagizo na Bwana Yesu kwamba inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, ni kuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona na wa mambo ambayo katika hayo nitajiridhisha kwako. Ndugu yangu fan, hakuna hitilafu. Hitilafu hizi umekuja nazo wewe, na nikuonye tu kama nilivyokuonya mara kadhaa, ndugu yangu, upotofu huu ni kosa na ni dhambi kubwa. Bwana Yesu ametuonya katika Injili, anasema ole wake atakaye anasema ole yule ambaye atampotosha aliyekuwa mdogo. Heri angefungwa jiwe akatupwa katika kilindi cha bahari. Sisemi hivi katika kukutisha ndugu yangu fan, wala kukufedhehesha, lakini tu huu ni wito wangu kwako. Kama unabeba hizi hitilafu, na nimesha kujibu kutoka video ya kwanza mpaka hii video ya 11, kuwa makini. Kuwa makini, lakini mimi binafsi nitaendelea kukuombea ili siku moja na wewe sauti hii ya Bwana Yesu uisikie. Anatuambia, mimi ni njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na wito huu wa wokovu uko kwetu sote sisi, hata wewe ndugu yangu fan, au Muislamu mwingine au Mkristo mwingine ambaye umepoteza imani, bado nafasi hii ipo. Tafakari, chukua hizi Injili, soma. Ndugu yangu fan, na kusisitiza tena na tena, kwa mara hii nafikiri itakuwa ni mara yangu ya mwisho. Ndugu yangu, tulia, soma vitabu vya Biblia, soma kwa tulivu. Usiendelee kuisoma Biblia hii kama ulivyozoea kuisoma Qur'ani. Kama nilivyosema, Qur'ani Waislamu hawaisomi kwa kuelewa, wanakariri, mnaita kuhifadhi. Mimi mwenyewe nilisoma Qur'ani nikiwa mdogo. Sikuwa mtoto mdogo sana, lakini nakumbuka tunakariri tu. Haya mambo ya kuelewa ni ya baadaye. Hata ile tafsiri nazo pia ni za kukariri. Jipe muda, soma kwa utulivu. Mungu atakufunulia mengi sana. Nawe siku moja kwa neema ya Mungu ninaamini utaelewa, utafahamu, utaamini, na siku moja utakiri. Na hii zawadi ya wokovu aliyetupa Baba yetu wa mbinguni kwa kumleta mwanaye Yesu Kristo, akatoa mwili, akakaa kwetu, akafa msalabani, akatupa wokovu, akafufuka siku ya tatu, akapaa mbinguni. Muhammad yuko kaburini. Hakuna wokovu kwa Muhammad. Nasema hili bila ya hofu, na nitalirudia tena na tena. Najua wengine wenu mnaona kama vile ni fedheha. Sina nia ya kuudhalilisha Uislamu, lakini huu ni ukweli wa Injili. Hakuna wokovu kwa Uislamu, hakuna wokovu kwa Muhammad. Allah si Mungu wa kweli, Muhammad ni nabii wa uongo. Ni upotovu. Wokovu uko kwa Bwana wetu Yesu Kristo peke yake. Tafakari maneno haya ndugu yangu Muislamu. Yanaweza kama mazito, magumu kuyaelewa, yakaudhi, lakini ndio ukweli. Nafasi bado ipo. Wokovu ni kwa wetu sisi sote. Muhimu tu uamini moyoni mwako na ukiri kwamba Bwana Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndio zawadi tumepewa ya wokovu, na ipo wazi kwa wanadamu wote. Bwana Yesu alimfia kila mmoja wetu. Nikutie moyo tu, nafasi ipo. Mungu akubariki sana.